ya bani Adam. Tafsiri yake huwa agizo hilo ni kongwe, linawahusu wanadamu wote wa mwanzo mpaka wa mwisho. Wa mwanzo waliagizwa hivyo mpaka dunia itakwisha wanaagizwa hivyo. Ni kizazi cha Adam kwa ujumla. Akitumia ya ayuhan nasu, enyi watu, pia huwa anamaanisha watu wote. Lakini agizo linalokuja hapo huwa linawahusu watu kuanzia agizo lilipotoka mpaka utakwisha ulimwengu. Yani kuna maagizo yameshushwa wakati wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawajibishiwa walioitwa kwa maagizo hayo, lakini hayakuwahusu watu wa umma zilizopita. Kwa hiyo ni kuanzia hapo na kuendelea. Allah akiita ya ayyuhalladhina amanu, anawakusudia watu, lakini ni watu wenye sifa maalum ya imani. Kuna watu hujipachika hiyo sifa ya imani, lakini mwenyewe Allah akawa hawatambui kwenye imani, kama alivyosema kwenye aya za mwanzo za sura hiyo Al-Baqara, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kuna watu hujisifu, hudai sisi tumemwamini Allah na tunaamini kuna siku ya mwisho, lakini Allah asema wala sio waumini. Wanajisifia tu imani, lakini hawafanani na hiyo sifa, siwo. Wakijinadi hivi huwa wana lengo, yukhadi'una Allah walladhina amanu. Wanatumia lugha hiyo kama ni lugha ya khada, wa mukhadai Allah na waumini. Waumini unaweza ukawahadaa kwa sababu wana upungufu kidogo wa ufahamu, lakini aliyeumba watu huwezi kumhadaa. Ndio maana Allah akasema wama yakhda'una ila anfusahum. Sasa wewe wahadae watu wote wa kuamini kwenye hilo ulilotaka kuwahadalia, inakusaidia nini? Wahadae wakukubali, wawe na wewe. Ikiwezekana utawapeleka kwenye haki waongoke, na ikiwezekana utawatoa kwenye haki uwapotoshe. Wote wakufuate, wewe umefaidika nini? Faida yako ni ile fahari tu ya duniani, nimewaweza. Hawa hawaniwezi mimi, sio kufu yangu. Lakini hata ukiwalingania kwenye shari, wewe na waliokufuata mnaenda mahala pamoja, na wala Allah hana hasara juu ya hilo. Kwa hiyo walioamini ina maana ni watu wenye sifa maalumu. Hata kama kuna kundi wamejichanganya na wengine wasiohusika, ikitumika ya ayyuhalladhina amanu, ujumbe unaofuata unakwenda kwa wahusika wenyewe peke yao. Kwa inaweza na wewe ukawa umejipachika, ukajiorodhesha kwenye kundi, ukafuata mkumbo, lakini ukawa wewe humo. Mwisho wa siku unaambiwa wewe hufanani na kikosi hiki, kaa upande kule. Wamtazu liyawma ayyuhal mujrimun. Kuna siku Allah atakuja kuambia watu, nyinyi ndiyo mlikuwa waumini, lakini muna makosa, mmefanya jarima. Sasa kwa mujibu wa wingi wa makosa yenu, jiengueni kidogo, kaeni upande, enyi mliofanya makosa. Sasa ulikuwa ni muumini lakini una makosa yako tele, yamekutoa kwenye track mpaka vigezo na masharti vilipozingatiwa vikawa havikutambui. Sasa kumbe waumini wakiitwa wanakusudiwa wale ambao mwisho wa siku vigezo na masharti vitakubaliana nao, ndio wanapewa majukumu. Waumini huwa ni watu ambao wakiamrishwa wanaamrishika, wakikatazwa jambo wanakatazika, wakihamasishwa kwenye jambo wanahamasika, wakionywa jambo wanachukua tahadhari.
hawa wako kwenye taa endelevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anapoita ya ayyuhalladhina amanu, anataka kuweka agizo linalohitaji uwajibikaji, huwalenga hawa. Sasa wewe ukijikuta limekuja agizo, wewe humo huna hizo sifa, kama unajipenda, unatakiwa ufanye kazi ya ziada, ufute vile ambavyo vinakutenga na watu, na upige juhudi kubwa ya kutaka ukutane nao. Nataka niwe pamoja na hawa. Ndio hikma ya matumizi ya hayo maneno. Na akitumia istilahi nyingine, ya ayyuhalladhina kafaru, enyi mliokufuru, ni watu lakini wana sifa maalum. Sasa ujumbe unaokuja huwa unawahusu hao. Wameukubali, hawakuukubali, wameupokea, hawakuupokea, lakini agizo likija linawahusu hao watu. Kwa waumini kwao inakuwa ni tahadhari tu. Wanazidi imani yao kwamba kumbe kuna wenzetu wako kwenye sura tofauti na sisi. Nadhani imefahamika. Kwa hiyo hii kafiri huwa haoni aibu wala haya kusema mimi sikubaliani na dini yenu, simtambui Mungu wenu. Kafiri ana expose idea yake, mimi sitambui hilo jambo. Lakini mnafiki tatizo lake hujichanganya na kundi la watu wenye sifa ya imani, akataka kulazimisha na yeye aonekanwe ni miongoni mwao, lakini kwenye tabia, kwenye utendaji huwa hafanani na wanavyofanya waumini. Kwa hiyo Allah amewaita waumini wa kweli, na wakiitwa huitika, wanapewa agizo la uwajibikaji, wanawajibika. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumus siyamu, imefaradhishwa juu yenu funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Na hii funga siyam, msije mkajisikia kwamba ni jambo gumu, mmetwikwa nyinyi tu peke yenu. Mmewajibishiwa na nyinyi, mmefaradhishiwa na nyinyi siyam kama walivyofaradhishiwa waumini walioishi kabla yenu. Kwa hiyo wameitwa wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wale waliokuwa wa kweli, wakawajibishiwa jambo hili kuanzia siku ziliposhuka hizo aya. Na wakaambiwa jambo hili sio kwamba mara ya kwanza ndo mmepewa nyinyi, limeshakuja, walipewa waumini waliowafuata mitume waliopita kabla yenu, kabla ya mtume wenu. Na kama kutakuwa kuna watu wanauliza, haya hikma ya kupewa wajibu huu ni nini? Aya ikamalizia kwa kusema la'allakum tattaqun, ili mpate takwa. Tekelezeni wajibu huu, na tija yake ni kwamba mtapata takwa, mtakuwa wacha Mungu. Wanawachuoni wanatuambia kwenye aya hii moja kuna tunu tatu, kuna mambo matatu thamani yake ni ya hali ya juu. Kama yangekuwa yanauzwa yangekuwa ghali mno. Allah ameyaweka pamoja: imanun, siyamun wa taqwa. Iman, siyam na taqwa, hivi ni vitu ghali mno. Kama mtume alivyokuwa anatuambia, tukipewa maagizo tujitahidi kuyaendea kwa ufanisi wa hali ya juu, kwa sababu kuna siku za ukaguzi uko mbele. Leo unafanya sawa, lakini unachokifanya leo sio kwamba kinapokelewa tu kama ulivyofanya. Kuna siku amali zinakaguliwa, halafu zinaangaliwa kiwango chake cha ubora, zinapigwa thamani, unalipwa kiasi gani kwa mujibu wa ubora wa kazi yako. Kwa hiyo mtume alikuwa ana maneno mengi huambia watu ya uhamasishaji. Miongoni mwa maneno yake maarufu alikuwa anawaambia waumini,
ala inna sil'ata Allahi ghaliyatun. Enyi waumini, kuweni makini, jitahidini kufanya mambo yenu kwa ufanisi, muhakikishe mnafanya kwa viwango vya juu vya ubora, kwa sababu mnayoyatenda leo ndiyo thamani ya kununulia bidhaa ya Allah. Sila ni kama bidhaa iliyoko dukani, Allah anauza. Asa Mtume akamwambia, ala inna sil'ata Allahi ghaliyatun, eleweni bidhaa ya Allah aliyoinadi kwenu ni ghali. Bidhaa ya Allah ni ghali. Kwa hiyo sote mjipange, mjiandae, mjichume kuitafuta thamani ya kununulia bidhaa ya Allah. Na bidhaa ya Allah ni radhi zake zinazokupa kuwajibisha kwenda kwenye janna, maisha ya fahari ya milele. Innal muttaqina fi jannatin wa naharin fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Watakaoondoka duniani na sifa ya uchamungu, hakika ya wachamungu, baada ya mambo yote kupita ukaguzi, tathmini, malipo, watakaofaulu fi jannatin wa naharin, wataenda kuishi kwenye janna ambayo ina mito mbalimbali chini yake. Fi maq'adi sidqin, wataenda kuishi kwenye maisha, makazi ya uhakika, makazi ya fahari, inda malikin muqtadirin, chini ya usimamizi wa mfalme mwenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo waumini waliotenda mema, mema yao yakawafaulisha kwenda peponi, wanaishi kama ni members of royal family, kama ni familia ya mfalme fulani mwenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo hawaendi watu kwenye janna kwa kuteuliwa, wala hawaendi kwa sababu ya location walizokuwa wanaishi. Huyu kakaa kwenye mji wa Waislamu, watu wa Mwanza mashallah wazuri, na huyu wa Mwanza mpelekeni. Haiko kama hivyo. Kila mtu atakwenda kwenye nafasi yake kwa mujibu wa alivyoitayarisha, alivyoiandaa. Kwa hiyo aya iko wazi, nasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Hapo kuna sifa ya imani, na imani ni kitu cha ghali. Imani si kitu cha kujisifia wakati hunayo. Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye suratul Hujurati, qalatil a'rabu amanna. Ewe Mtume, hawa watu wa Bedwi wanakuja kwako kusema wameamini. Al-a'rabu ni watu wanaoishi nje ya miji yenye ustaarabu. Sasa wametoka huko walikotoka, wakaja mjini, wakajisifia imani, sisi waumini. Taarifa za huyu mtume wamezipata huko, ni sawa, wamekubaliana nazo. Alafu wanakuja tu siku ya kwanza wanasema sisi waumini. Allah akawakatalia imani, akamwambia Mtume, hawa watu wanaotoka nje ya miji wanajisifia imani. Qalatil a'rabu amanna, wanasema mabedui sisi tumeamini. Qul lam tu'minu, waambie nyinyi hamjaamini. Walakin qulu aslamna, lakini semeni tumesilimu. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, hiyo imani yenyewe hasa inayotakiwa bado kamwe haijaingia humo kwenye nyoyo zenu. Kwa hiyo msijisifie, msijikweze kwa sifa ambayo hamna. Lam tu'minu walakin qulu aslamna, nyinyi bado hamjawa waumini, lakini semeni tumesilimu. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, hiyo imani hasa itakiwayo haijaingia bado kwenye nyoyo zenu. Kwa hiyo iman ni sifa muhimu, ghali, thamani yake kubwa, inahitaji juhudi maalum mtu awe nayo
ya kumpandisha mpaka akafika kwenye hicho kiwango cha imani. Kwa hiyo wale waumini ndo wameitwa enyi waumini. Na waumini kwa sababu tabia yao ni wasikivu, wakiamrishwa wanaamrishika, wakikatazwa wanakatazika, wanajua kupanga na kuchagua lipi lina umuhimu na lipi halina umuhimu. Muumini anajua thamani ya kutamka maneno ya aya za Qur'ani, kwamba Mtume amesema harfu moja thawabu 10. Na sisemi alif lam mim kuwa ni harfu, bali hizo ni harfu 3. Alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Sasa nafasi anayo ya kukaa akasoma Qur'ani, lakini yeye hafahamu thamani ya kusoma Qur'ani. Wakati ule ambao angesoma Qur'ani, anakwenda kwenye mambo mengine ambayo hayana thamani yoyote, na yeye hapati faida yoyote. Kama shekhe alivyosema hapa, kuna mechi leo kubwa, mtu anaona wakati wake akiutumia kule kaenjoy, lakini kuna mambo muhimu sana yana thamani kubwa angeyafanya, angekuwa kawekeza kitu cha maana kwake. Tunakosea kwenye kujua vipaumbele, kipi kitangulizwe mwanzo na kipi kiakhirishwe. Kwa hiyo waumini wameambiwa kutiba alaikumus siyam, kwa sababu waumini lazima watatekeleza agizo. Mmefaradhishiwa siyam. Sasa siyam hapa ni kitu kipya, newly introduced. Hawajapatapo kupewa wajibu huu, wameitwa wakapewa huo wajibu. Kutiba alaikumus siyamu, kuanzia sasa mmefaradhishiwa juu yenu siyamu, tekelezeni. Na ili wasijiulize masuala mengi, kwa nini ni sisi? Kwa nini tupewe jambo hili gumu? Maana gumu, mtu ana vyakula vyake nyumbani, store imejaa, alafu mwambie acha kwa mchana huu usile, hakuelewi. Nasema hii ina mantiki gani sasa? Vyakula vyangu navyo, alafu nikae na njaa. Lakini mmefaradhishiwa, na si kwa mara ya kwanza kuwa mmepewa nyinyi wajibu huu. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, mnafaradhishiwa nanyi kama walivyofaradhishiwa waumini waliopita kabla yenu. Haya, kwa nini tunafaradhishiwa? Ndio likaja kusudio mwisho wa aya, la'allakum tattaqun. Imani ni kitu ambacho hakuna anayejua uhakika wake kama anavyojua Allah subhanahu wa ta'ala, huyu mu'min na huyu sio mu'min. Na kiwango pia cha imani Allah ndo anajua mwenyewe peke yake. Sisi wenyewe wala hatuwezi kupimana imani hapa. Allah ndo anajua huyu imani yake kiwango gani na huyu kiwango gani. Yeye ndo ana monitor kila kitu, anayeweka thamani ya mambo yetu, na ndiye atakayekuja kutawala malipo ya kile ambacho hapa tumefanya, huko yeye ndo anaenda kutulipa. Kwa hiyo imani ni kitu ghali na thamani yake kubwa. Allah ndo anajua thamani ya imani. Lengo, makusudio ya wajibu waliopewa waumini ni takwa, na takwa nacho ni kitu cha siri na thamani yake kubwa. Hakuna anayeweza kupima takwa kwa mwenzake, ni Allah mwenyewe ndiye anayejua kupima takwa kwa waja wake, kama alivyotuambia kwenye suratul Najmi, huwa a'lamu bikum, Allah anakujueni vizuri nyinyi viumbe wake. Idh ansha'akum minal ardi, kuanzia pale alipoanzisha kwa mara ya kwanza maumbo yenu kutokana na udongo, hatua ya awali. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, hatua ya pili anakujueni Allah pale mlipokuwa nyinyi ni mimba kwenye matumbo ya mama zenu. Fala tuzaku anfusakum, kwa hiyo msijitakase wenyewe. Mtu hajisifu mwenyewe, kusifiwa na anayemtambua.
Ukijisifu mwenyewe unajikomba tu, unajipa hadhi zisizostahiki. Fala tuzaku anfusakum, musijitakase wenyewe. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah ndiye anayemjua zaidi miongoni mwenu nani ni mcha Mungu, nani ana takwa. Kwa hiyo tunajitahidi kila mmoja kwa kadiri ya jitihada yake, lakini jitihada zetu zinahifadhiwa na zinapigwa thamani. Kila mmoja anayekewa kiwango. Huyu kafikia 50%, huyu kafikia 35%, huyu kafikia 100%, huyu kafikia 90%. Yeye mwenyewe anayepiga thamani ndo anajua. Fala tuzaku anfusakum, msijitakase wenyewe. Huwa a'lamu biman ittaqa, yeye Allah ndo anamjua nani yuko kwenye takwa, nani mcha Mungu. Kwa hiyo takwa nayo ni kitu ghali, thamani yake ni kubwa, lakini Allah mwenyewe peke yake ndo anajua takwa kwa waja wake. Kwa hiyo baina ya imani ambayo ni kitu cha siri na hii takwa ambayo nayo ni kitu cha siri, ndo kimewekwa hicho kitu kipya katikati, siamu. Na siamu nayo maana yake, madamu imewekwa kwenye vitu viwili ghali, baina ya vitu viwili, na siamu inabeba uzito huo. Na siamu nayo ni kitu cha thamani, thamani yake ni kubwa, na hakuna anayejua uhakika wa siamu ila yule aliyefaradhisha siamu. Kwa hiyo kuna iman, siyam na takwa. Ni vitu tunu hivi, vitu vya ghali mno. Mwenye kujua thamani ya vitu anatakiwa ajitahidi kuvitunza. Ajitahidi wakati wa kuviendea afanye kwa kiwango, thamani ya kazi yake iwe ya hali ya juu. Enyi waumini, mmefaradhishiwa siyam kama walivyofaradhishiwa waumini walioishi kabla yenu, na siyam lengo lake kuu ni kuwafunza nyinyi ucha Mungu. Sasa siyam au Ramadhan ipo. Leo ni mwezi 29 Shaaban, ukionekanwa kesho tunaingia kwenye siyam. Lakini tunaingiaje? Tumejipangaje? Tunalifahamu lengo? Tunataka tufaulu, tufikie hilo lengo, au tunaenda na mazoea tu? Aya ya 184 Allah akawaambia hao waumini, hii siyamu mliofaradhishiwa ayyama maadudati, inatekelezwa ndani ya siku chache tu za mwaka, ni siku 29 au 30. Faman kana minkum maridan, itakapofika siyam, itakapofika Ramadhani, mwezi wa siyam, atakayekuwa ni mgonjwa miongoni mwenu, au ala safarin, au hayupo mjini kwake, yupo safarini, yumo safarini, Ramadhani imefika, au yupo nyumbani kwake, mjini kwake, lakini ni mgonjwa, huyu yeye atakula, hatofunga. Lakini baada ya kumalizika dharura yake, ugonjwa wake ukipona au safari yake ikimalizika, ataendelea kufunga kama kawaida ndani ya mwezi wa Ramadhani, na zile siku ambazo alikula fa'iddatun min ayamin ukhra, aje azirejeshe, azilipe kwenye masiku mengine nje ya Ramadhani. Kuna dharura ambazo Allah anazitambua na hakutaka zirejeshwe, zifidiwe. Na kuna dharura nyingine anazitambua lakini kataka zifidiwe. Akina mama ambao huwa wanapata ada ya mwezi, kisheria wanaambiwa sio wasafi, wana hadathi kubwa, hawawezi kufanya ibada kama hizi tukufu wakiwa kwenye hali ile. Kwa hiyo hawafungi, na
baada ya kumaliza dharura zao hawalipi swala, lakini funga wanatakiwa walipe. Hawafungi, hawaswali, swala wameambiwa wasizilipe, lakini funga walipe. Swala ni zoezi la kila siku. Wangeambiwa walipe swala, kwa wao ingelikuwa swala ni adhabu. Maana siku 7, mwingine siku 15 yuko kwenye dharura, alafu siku 15 au siku 23 yeye anatakiwa alipe, au siku 7 alipe swala. Siku 7 hizi kwake zingelikuwa ngumu, na swali ya dhuhuri ya leo na dhuhuri ile iliyopita, la asiri na swali ya leo na ile iliyopita, ingelikuwa ni adhabu kwake, sio ibada. Kwa hiyo kwa sababu swala ni zoezi la kila siku, kasamehewa moja kwa moja. Akiwa kwenye udhuru, hali ile asitekeleze ibada hii, lakini ikimalizika udhuru alipi swala. Lakini siyam ni mara moja kwa mwaka, na mara moja kwa mwaka imeambiwa ayyama ma'dudati, ni siku chache zenye kuhesabika, siku 29 au 30. Sasa siku 7 atakazokula ndani ya Ramadhani, Shawwal ana uwezo wa kuzifunga. Ikimalizika Ramadhani, akishakula sikukuu, na inapendeza deni kama hili ulipe mapema. Sio wengine wanaliweka mpaka linafikiwa na Ramadhani nyingine. Kosa, lipa mapema. Ayyama ma'dudatin, ni siku chache zenye kuhesabika katika kutekeleza hii ibada ya siyam. Faman kana minkum maridan, itakapofika musimu wa siyam, atakayekuwa mgonjwa miongoni mwenu, au ala safarin, au yupo kwenye safari. Maana safari ni kipande cha adhabu. Inakuwa ni ngumu, umefunga alafu unasafiri, na mwingine anasafiri kibiashara, anabeba na mizigo, inakuwa ni usumbufu, naye kwake itakuwa ni adhabu kufunga. Kaambiwa kula ujenge afya ya mwili, upate nguvu ya kufanya shughuli zako, lakini utakapomaliza dharura yako uje ulipe siku hizi ndani ya miezi mingine nje ya Ramadhani. Maana kwa mfano siku moja umo kwenye safari unakula, ukishafika safari yako umetulia, Ramadhani ipo, unaendelea kufunga Ramadhani, lakini ile siku moja ikimalizika Ramadhani unatakiwa uje uilipe, ufunge. Faidatu min ayamin ukhra. Kuna option nyingine, wa ala alladhina yutiqunahu, kuna mwingine haiwezi kabisa hiyo funga. Kufunga kwake ni mzigo, yani hana dharura ambayo inategemewa kuondoka baadaye. Yeye hana itaka, uwezo wa kuitekeleza hana, labda kwa uzee au maradhi. Kuna maradhi mengine anashauriwa mtu na daktari, kwa maradhi yako unatakiwa ule mara kwa mara, lakini usile ukashiba. Ule mara kwa mara, kidogo kidogo, lakini usile ukashiba. Na maradhi haya pengine hayategemewi kuondoka. Kwa hiyo ni mtu ambaye hawezi kufunga kwa maradhi au uzee, sharia inamwambia fidyatun ta'amu miskin. Badala ya kufunga anatoa fidia ya kumlisha masikini mmoja. Kila siku ambayo alipaswa afunge, badala ya kufunga anatoa fidia ya kumlisha masikini mmoja. Kwa hiyo siku 30 unalisha masikini 30. Hata ukiamua kumlisha huyo mmoja, jirani yako unamjua huyu mnyonge, unampa chakula chake cha siku 30. Badala ya wewe kufunga unatoa fidia. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kwa yule ambaye hawezi kufunga kabisa, badala ya funga atatoa fidia
ya kulisha chakula maskini mmoja kila siku moja. Faman tatawwa khaira, hapa katika kutoa fidia Allah katoa angalizo, yule ambaye ana uwezo wa kutoa zaidi ya chakula cha mtu mmoja. Tatawwa huwa ni jambo la ziada la sunna. Wajibu ni kutoa chakula mtu mmoja, lakini Allah kakupa uwezo, uko vizuri kiuchumi, ukasema ninaweza nikatoa zaidi ya chakula mtu mmoja. Hiyo ndio tatawwa. Fahuwa khairul lahu, atakayeweza kufanya hivi itakuwa ni bora zaidi kwake. Wa antasumu, lakini eleweni kule kufunga kwenyewe khairul lakum, ni bora zaidi kwenu. In kuntum ta'lamun, kama mnajua mambo bora, kama mnajua viwango, kule kufunga kwenyewe hasa ndo lengo. Maana mtu asije akatumia fursa hiyo, maradhi yake madogo anaweza kuyahimili, akasema basi na mimi mgonjwa. Una nini? Ana fungus kwenye ngozi, ugonjwa nao huo. Wengine walalamishi, tena atakuwa na hoja nyingi, akwambia hapo imeambiwa maridha tu, kwani haya si maradhi? Sifungi nitatoa fidia? Hapana. Kama unaweza kufunga ni bora zaidi. Kweli huwezi kufunga, basi usijitese, toa fidia kwa chakula mtu mmoja kila siku, na ukizidisha kidogo inakuwa ni kheri, maana hii ni ziada yako mwenyewe. Aya iliyofuata 185, Allah akasema hii saumu inatekelezwa, tumeambiwa ayyama maadudati. Hasa masiku mengi yenyewe machache ni yapi? Akasema shahru